Mimi kwa majina naitwa Jitu Vrajasoni, ni mkulima bonde la Kiru na napanda mazao mbalimbali, lakini pia ni mzalishaji wa mbegu wa aina mbalimbali. Haswa nimejikita kwenye uzalishaji wa mbegu wa miwa, lakini kwa hivi karibuni nimekuwa nafanya ushirikiano wa karibu na TARI ili tuweze kuangalia mazao mbalimbali mapya ambayo tunaweza tukapanda katika wilaya yetu, lakini yale ambayo yatafanya vizuri huko kwetu. Kwa hiyo nimekuwa na ushirikiano wa karibu baada ya kupata uzoefu na kupata cheti cha uzalishaji mbegu kupitia TOSCI. Tulianza na miwa, lakini sasa hivi tumefanya majaribio kwenye mihogo, kwenye karanga, kwenye kunde, lakini pia viazi lishe, na tunaendelea kuangalia na mazao mengine. Kwa mfano watatuletea sasa ufuta. Jambo ambayo ni muhimu sana ni sisi kupata mbegu ambayo itafanya vizuri na mazao ambayo hatujazoea huku kwetu. Na ilikuwa tunapanda kienyeji, lakini sasa kwa kupata utaalamu kwa kupitia TARI katika vituo mbalimbali ambayo tunashirikiana nao kufanya utafiti mbalimbali, kama leo tulivyoona hii ya karanga. Nililetewa karanga aina 5 na tulipanda tukachanganya, yani kila moja ilipandwa katika sehemu yake, lakini kila baada ya block ya karanga ya kutoka TARI tulipanda na karanga zetu za asili ili tuweze kulinganisha yani inavyokuwa na ni njia mojawapo kufanya utafiti. Kwa hiyo tumeona kuna baadhi ya karanga ambayo hii waliotuletea imefanya vizuri sana, na tukishavuna yote na tukaweza kuyakausha na baadaye tukayamenya, yani kwa bangua, tutajua kwamba tumepata kilo ngapi kwa kila aina. Ile ambayo tuliletewa kilo moja, ile ambayo tuliletewa kilo 10, kilo 20, na ukubwa wa eneo tuliopanda. Kwa saa yote hiyo vipimo viliwekwa, lakini pia tulifundishwa namna kupanda kwa mistari na kupanda sentimita 50, lakini pia mstari na mstari tofauti, na hapo mche na mche ni sentimita 10. Na kila hatua walikuwa wanatupa ushauri kwamba nini kifanyike, kama ni kupalilia, kama ni kuanza kurudishia udongo, na kila hatua kwamba je, imeshaiva sasa tuweze kuvuna. Na baada ya kuwaonesha kwamba imefikia hatua hii, ndo leo imefikia hatua kwamba sasa tuweze kuvuna hii karanga. Na mimi nimekuwa na matumaini makubwa na karanga kwa sababu maeneo yetu karanga inakubali, na uzuri soko lake ni kubwa sana, na mara nyingi tunaagizaga karanga kutoka Malawi na Zambia na nchi zingine. Kwa hiyo sasa tutakuwa na karanga kama tutazalisha vizuri zaidi, tunaweza kuwa na karanga yetu. Mimi pia nilikuwa napenda kujua kwamba karanga inapandwa kwa muda gani. Bahati nzuri leo huko mwanzoni walishatupa elimu kwamba karanga haina muda. Karanga mradi tu uwe na maji na uweze kumwagilia, unaweza kupanda muda wote. Kwa hiyo pia tunaweza kuwa na soko kubwa la karanga mbichi ambayo ina soko kubwa sana, hasa kwa wasafiri. Yani ukaenda mji wa Magugu sasa hivi, ukaenda Babati, ukaenda katika stendi nyingi, utakutana na watu wanauza karanga za kuchemsha. Kwa hiyo jambo hilo kama tunaweza tukazalisha nje ya msimu wa kawaida wa mvua, tunaweza kuwa na soko kubwa mno. Kwa hiyo ikafungua fursa tena. Lakini karanga ni moja katika mazao ambayo yanarutubisha ardhi. Yani ni sawa na jamii ya mikunde. Yani inaboresha, lakini gharama yake pia ya utunzaji ni ndogo. Sehemu kubwa haihitaji dawa, lakini inahitaji kuwekwa chokaa ili ile mbegu ya ndani na ile ganda liweze kukomaa vizuri na iweze kujaa vizuri, siwe ile karanga ambazo zimesinya. Na muhimu pia wametupa elimu namna kuvuna na kukausha ili tusije tukapata sumukufu, ambayo ni jambo muhimu sana la kuzingatia. Na bahati nzuri tumekuwa na ushirikiano na vituo mbalimbali, kwa mfano TARI na Liendele ambao wameniletea na korosho aina 10, yani miche ambazo tayari zimeshafanywa grafting, ambapo tutapanda hapa kwangu. Lakini pia tunataka na wakulima katika maeneo mbalimbali ambao wakihitaji miche basi wataniona, na mimi tutawasiliana na watu wa Liendele, tutawaagizia. Lakini tayari na hapa nimeletewa kilo 2 za korosho tupande kwenye viriba, kwa sababu tuna uzoefu kuzalisha miche ya miwa, ili baadaye tuje tufanyie grafting na zenyewe, ili miche ya korosho iwe hapa karibu. Lakini tofauti na hiyo, tumeletewa kupitia TARI Maktupora wameniletea viazi lisha aina 6, lakini wakibaa wataleta aina 10 zingine.
lakini tayari Maktupora umetuletea kunde aina 6. Karanga zilikuwa ni aina 5. Na korosho ni aina 10. Mihogo ni aina 10. Kuna mihogo ya kula, kuna mihogo ya kutengeneza wanga, yani starch, lakini pia kuna mihogo ambayo wanatumia katika matumizi tofauti, yani unga, starch, lakini ya kula inakuwa ni mitamu zaidi. Ila wanga inakuwa ni nyingi, yani na soko lake lipo, haswa viwanda vingi vinatumia mihogo katika haswa hizo nguo zinatumia hiyo starch. Lakini mihogo pia nani yake inatumika haswa kwenye viwanda vya madawa, ambapo itasaidia sana tukiweza kuzalisha mihogo yenye viwango na vipimo vikaonyesha kwamba haina ile cyanide. Kuna maeneo ambapo mihogo ina tabia ya kuchukua madini ambayo yako kwenye udongo. Sasa ndio maana ile watu wanasema kuna maeneo watu wanaogopa kula mihogo wanakufa kwa sababu ina tabia ya kuchukua cyanide kutoka kwenye udongo. Kwa hiyo bahati nzuri watafiti mbalimbali wa TARI wamekuwa na ushirikiano mkubwa. Kuna mpaka nanasi zile za muda mfupi za MD2 ni za kisasa ambao wamezalisha kwa mfumo wa tissue culture. Tayari ninayo hapa karibu miche 100, naendelea kufanya majaribio, lakini na vituo vingine vingi tayari tumeshaendelea kufanya mawasiliano. Tutakuwa na utafiti wa kufanya mazao mbalimbali, haswa migomba, lakini matunda mbalimbali. Ombi letu kubwa ilikuwa kwa serikali kuangalia namna kuwapatia TARI kwa ndani ya mkoa wetu mzima vituo vya utafiti ya kilimo na mifugo. Hawana kituo maalum, yani wanakuja kwa watu binafsi. Sasa wangepatiwa eneo kama 50 hadi 100 ambapo wangekuwa, kwa mfano TARI wanakuwa na kituo chao na wale wa mifugo wakawa na kituo chao. Wilaya yetu na mkoa wetu ni wa kilimo na mifugo, tayari utafiti ingekuwa inafanyika humu jirani na tungekuwa tunanufaika. Mimi kwa majina naitwa Halima Naga. Na kuhusu kilimo cha karanga, mojawapo ni mimi napenda sana kilimo cha karanga. Isipokuwa tu nashindwa namna kujiendeleza katika ile kilimo. Unakuta sehemu nyingine, unakuta unaweza kalima na ikawa na isizae kama vile ulivyotegemea. Unakuta ikisha kuwa hivyo, gharama zote ulizotumia, basi ile gharama hautazipata na hakuna kitu chochote tena utakipata, na mwakani tena utakuwa umerudi reverse badala kupiga hatua kwenda mbele. Pia kama wamejitokeza namna hii na wasirudi nyuma, basi waendelee kutuendelezesha, hata kama wasitupe chochote kile, kama vile labda mtaji. Hata yale kumwelimisha mtu ni mtaji kuliko hata kile mtaji ungempa mkononi. Mimi ningependa hivyo, na ningependa wasirudi nyuma, basi tuwe wao wanakuja kutuelimisha. Allahu Akbar. Kwa kweli Mungu akinijalia, tajitahidi panapokuwa na majaliwa hata ingalawa ekari moja ya karanga. Naitwa Abdalla Sadiki. Kulima karanga, matikiti sana na kadhalika. Kwa majina naitwa Abdalla Sadiki. Kwa hii semina ambayo tumeshirikishwa pamoja, semina ya mazao mbalimbali ambayo yanazalishwa, mazao ya karanga ambayo yanazalishwa na TARI. Nadhani kwamba kwa sasa hivi kwa TARI wanavyosaidia huenda ikatuletea kidogo tija kwa hizi mbegu wanavyoendelea kuzalisha za karanga, kwa sababu uzalishaji wa mbegu na utafiti unakuwa na manufaa ikiwa tu wataalamu wataendelea kutuletea maelekezo mara kwa mara. Mimi kwa ushauri wangu, kama kwa budget upande wao iongezwe ili waje waweze kutufanyia utafiti, sio ishi kwenye karanga tu, kwa sababu kwenye utafiti wa karanga wamefanya vizuri, waende na mazao mengine na matunda, kwa sababu itatusaidia sana, kwa sababu kilimo ukiangalia cha wakati huu na cha nyuma, cha wakati huu kidogo kinatija zaidi kwa sababu wataalamu wanakuja kwa wingi zaidi. Antoni Bujiku, mtafiti kutoka Taasisi ya Utafiti wa Kilimo Tanzania, TARI Naliendele. Tanzania kwa uzalishaji wa karanga tuko vizuri. Ukija kuangalia kwa nchi za Afrika Mashariki, sisi ndo tunaongoza kwa uzalishaji wa zao la karanga.
kwa nchi za Afrika Mashariki, lakini kwa nchi za Afrika tuko kwa nchi za Afrika pia tuko kwenye nchi 5 bora ambazo zinazalisha, ukiacha Nigeria, Senegal pamoja na Sudani. Sisi pia tunazalisha kwa wingi kwa kiasi kikubwa. Kwa takwimu za mwaka 2023-24 inaonyesha Tanzania tulizalisha takriban tani milioni 1 za zao la karanga ambazo zinalimwa karibu nchi nzima ya Tanzania. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa kwa wakulima na wadau wengine, tukisisitiza kutumia mbegu zilizokuwa bora, tutazalisha kwa wingi kutoka hapa tulipo. Kwa sababu ukija kuangalia sasa hivi kwa nchi yetu ya Tanzania tunazalisha chini ya tani 1 kwa hekta moja, kati ya kilo 800 hadi kilo 900 kwa hekta moja, ambapo kumbe tuna uwezo mkubwa wa kuzalisha kilo 1000 hadi kilo 2000 kwa hekta moja. Kwa hiyo maana yake ni nini? Ni kuendelea kusisitiza wakulima waweze kutumia mbegu zilizokuwa bora na waweze kufuata kanuni bora za kilimo cha zao la karanga, na mbegu tulizokuwa nazo nyingi kama tulizoweza kuziona hapa leo za Tarika namba 1 zina uwezo wa kuzalisha hadi kilo 2000 ya karanga kwa hekta moja kwa zile karanga zilizomenywa. Kwa hiyo kwa pamoja tukishirikiana na wadau wengine na wakulima wakakubali kupokea hizi mbinu mpya ambazo zinatengenezwa na Taasisi ya Utafiti wa Kilimo Tanzania, tutafanya kilimo kuongeza tija hata kwenye zao hili la karanga na hatimaye kuweza kuwa wa kwanza hapa Afrika kwa uzalishaji wa zao la karanga. Tanzania tunaongoza kwa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki kwanza kwa ardhi tuliyokuwa nayo. Ardhi tuliyokuwa nayo ni nzuri, ni potential kwa kilimo cha zao la karanga. Tuna takribani zaidi ya milioni 3 hekta ambazo zinafaa kwa kilimo cha zao la karanga, lakini kama ninavyosema sasa hivi tunalima kati ya milioni 1 na nusu ya eneo lote linalolima zao la karanga. Lakini pia utaalamu na serikali inasaidia kwa kiasi kikubwa kwenye mnyororo mzima wa zao la karanga. Serikali inatusaidia kwa kiasi kikubwa kwenye minajili kama hii ya utafiti. Leo tuko hapa tunasisitiza wakulima kutumia mbegu zilizokuwa bora ambazo ni mali ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini wanatusaidia kwenye mambo ya ruzuku ya mbegu pamoja na vitu vingine. Kwa pamoja vile vitu vimesaidia kwa kiasi kikubwa kufanya karanga kuwa zao muhimu kwa nchi za Afrika Mashariki. Siwezi kujua kwa kiasi gani nchi zingine za Afrika Mashariki zinalipa kipaumbele zao la karanga, ambacho naweza kusema ni kwa sisi Tanzania tumelifanya kuwa zao la biashara, kwa sababu wakulima waliokuwa wengi wa Tanzania, wakulima wadogo, wanajishughulisha na zao la karanga. Ukija kuangalia kwenye familia nyingi za Tanzania, hasa za wale wakulima walioko vijijini, uwezi ukakuta familia ambayo haijalima karanga, na uwezi ukakuta familia haitumii zao la karanga. Kwa hiyo sisi kwa kiasi hicho kikubwa tumeipa kipaumbele, lakini pia linanufaisha sana akina mama. Inaonyesha zaidi ya watu milioni 1 na nusu wakazi wa Tanzania wanajishughulisha na zao la karanga, lakini kwa asilimia 80 kati ya wakulima wale ni wanawake. Kwa hiyo kwa msingi hiyo ndio maana serikali ikaweka mkazo mkubwa kwenye zao la karanga, kwa sababu inanufaisha vijana lakini pamoja na akina mama, ili waweze kujiongezea kipato, kwa sababu kama tulivyoona karanga inachukua miezi 3 hadi 4 inakuwa imekoma. Kwa hiyo inamuongezea mkulima kipato kwa muda mfupi zaidi, na ndio maana tukasema inaweza likafanya vizuri zaidi kwenye zao kama zao la biashara. Sahihi, lakini kwa Tanzania mikoa inayofanya vizuri zaidi kwenye zao la karanga ni pamoja na Dodoma. Inachangia zaidi ya 23% kwa mavuno yote ya karanga yanayopatikana wapi? Tanzania. Lakini mikoa kama ile ya kanda ya Ziwa inafanya vizuri kwenye uzalishaji wa zao la karanga. Mikoa ya Katavi, mikoa ya Rukwa, mkoa wa Songwe, Mtwara, yote hili inafanya vizuri kwenye zao la karanga, na hii mikoa ya Manyara bado inafanya vizuri sana kwenye zao la karanga.